Sawa, karibu anza kujitambulisha jina lako na nafasi yako. Asante. Mimi kwa majina naitwa Bakari Khalid. Mimi ni afisa mahusiano wa mtandao wa redio za kijamii Tanzania. Naita TADIO. Kwa kirefu ni Tanzania Development Information Organization. Okay, sawa. Tunazungumza kuhusiana na mkutano wa vyombo vya utangazaji ambao umefanyika Dodoma hapa. Ni mkutano wa mwaka ambao umeratibiwa na mamlaka ya mawasiliano TCRA. Kwanza nataka uniambie kutokana na ushiriki wako ni kitu gani ambacho umeking'amua kutokana na mawasilisho yote ambayo yamefanyika katika mkutano huu hapa, ikiwa ni hitimisho tayari? Vyombo vya habari vina changamoto nyingi. Kuna changamoto za mmoja, lakini kuna changamoto za jumla kama vyombo vya habari ambavyo ukienda kwenye chombo hiki utaikuta, chombo kile utaikuta, kuna zile changamoto ambazo zinafanana. Tumekutana katika mkutano huu wa mwaka kwa ajili ya kuweza kushare hizo changamoto na kuona namna ya kuzitatua. Uzuri ni kwamba mkutano huu umeandaliwa na regulator mwenyewe, mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, ambaye pia ndio mlezi wetu, lakini chini ya mwamvuli wa serikali. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni mkutano adhimu, mkutano mzuri ambao unakuja kupaza sauti za waandishi wa habari kwenye masuala tofauti. Ya kwanza kabisa ikiwa ni masuala ya utangazaji, lakini pia ikiwa ni masuala ya kisheria na kisera. Nikisema masuala ya utangazaji, maana zile changamoto zote ambazo vimekumba vyombo vyetu katika swala zima la utangazaji. Masuala ya kisheria na kisera ni swala zima ikiwemo ithibati. Tunazungumzia jabu. Kama tuna take away yangu leo ilikuwa ni tulikuwa tunaona watu wengi wanazungumza kuhusiana na namna gani tunaweza tukawasaidia wale watu ambao wanasema wana talanta huko mikoani za utangazaji na uandishi wa habari waweze kupewa nafasi ya kufanya kazi, pamoja na kwamba hawajakidhi vigezo vya kuwa waandishi wa habari. Lakini pamoja na majadiliano yote, ukweli ni kwamba haiwezekani. Kama mtu ameona ana talanta, ni bora kweli arudi shule ili uweze kupata ile misingi. Nilikuwa namsikiliza miongoni mwa wachangiaji mmoja alikuwa alitolea mfano, mbona uwezi kuwa una talanta ya kupaisha ndege ukaenda uwanja wa ndege ukapewa kazi ya kupaisha ndege. Hivyo mfano wake huko pia kwenye uandishi wa habari. Ili uwe mwandishi wa habari lazima uwe sawa una talanta, lakini uwe umequalify kuwa mwandishi wa habari, manake umeenda kusoma, umejua ethics, umejua namna gani natakiwa nitangaze, namna gani natakiwa nikusanye taarifa. Kwa hiyo ilikuwa ni mkutano mzuri wenye adhima nzuri. Tumeona tunaita maadhimio yalikuwa 16, lakini yote yalikuwa na tija katika tasnia yetu hii ya habari. Na mwisho kabisa ilikuwa ni kupunguzia vyombo vya habari gharama za uendeshaji ili ziweze kujiingizia faida na ziweze kusustain. TADIO imekuwa na nafasi kubwa sana kwa upande wa redio jamii, na wewe kizuri ni kwamba tuko na afisa uhusiano ambaye upo hapa na umekuwa na access ya kuweza kuzifikia hizi redio sana. Swala la jabu imekuwa ni changamoto pia kwa upande wa hizi redio jamii, kwa sababu kutokana na utaratibu wa serikali ambao sasa hivi umewekwa wa jabu, hizi community radio ni kama zinaathiriwa kwa kiasi kikubwa sana. Nimejaribu kufanya utafiti mfupi, nimezungumza na baadhi ya mameneja na wamiliki wa vyombo vya ambavyo ni community hivyo. TADIO inafanya nini na tikio ni hipi katika hili? Anyway, ni kweli mimi nimetembea baadhi ya radio wanachama wa TADIO mikoa tofauti, na zipo baadhi ya radio nimekutana na waandishi 3 tu. Hiyo radio ilikuwa na waandishi si chini ya 10, lakini baada ya issue ya jabu unakuta waandishi 3. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo radio zimepata pigo kubwa sana baada ya swala zima la jabu na ithibati kuingilia kati. Ujanja hakuna, ujanja ni kusoma. Huo ni ujanja wa kwanza. Kama mtu anaona ana nafasi ya kurudi shule, arudi shule. Lakini tumeongea na jabu, na hii wiki inayoanza tunakutana tena, tuko katika majadiliano ya pamoja na jabu ama bodi ya ithibati, waone namna gani wanaweza kuzisaidia hizi vyombo vya habari vya kijamii visife kwa sababu ya kukosa waandishi. Waone namna gani ya kuvisaidia viweze waandishi wake waweze kuruhusiwa kupata hiyo ithibati. Pamoja na kwamba
zipo njia nyingi, kwa sababu sasa hizi mtu akipata nafasi ya kwenda chuoni, hata kama hujamaliza chuo, umeanza tu, lakini unaweza kupata barua rasmi na ukaweza kufanya kazi zako za kiandishi kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo tuko katika jitihada hiyo ya kuweza kuzungumza na Jabu, waone namna gani ya kuweza kuvisaidia vyombo vya habari vya kijamii na kuwasaidia waandishi mmoja mmoja waweze kupata qualification ya kuweza kufanya kazi ya kihabari kama ilivyokuwa kawaida. Leo ni Radio Day. Tunafahamu radio imekuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii, na tumekutana hapa pia kwa sababu hiyo pia ya radio. Wewe umekuwa ukidili na Radio Jamii, afisa uhusiano, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na siku hii hapa? Kwanza tuanzie kwenye umuhimu. Hii siku hii ina umuhimu gani? Hii siku ina umuhimu mkubwa sana, siku ambayo iliidhinishwa na UNESCO. Watu walikaa chini wakasema kuna jambo la muhimu la kuliidhinisha, ikiwemo hii siku ya radio duniani. Radio ni chombo kikuu cha mawasiliano duniani. Ukienda jamii yoyote ukiwauliza chombo gani ama mnatumia platform gani kuweza kupata information, najua asilimia kubwa watasema ni radio stations, kwa sababu radio ipo dunia nzima. Kila mtaa, kila kona kuna radio zinasikika. Ukitaka kufikia jamii kubwa kwa wakati mmoja ni kutumia radio. Tutajidanganya mitandao ya kijamii, tutajidanganya nini na nini, lakini bado tunabaki kwenye radio. Kwa hiyo radio inabeba dhana kubwa ya jamii, inabeba dhana kubwa ya jamii. Siku hii kiadhimishwa radio, inabidi tuiadhimishe vizuri, kwa sababu tunabeba majukumu ambayo jamii wangependa kusaidiwa kuyabeba hayo majukumu. Nikizungumza hivi nikiwa na maana ya kwamba sisi ni mtukati kati ya serikali ama watunga sera ama viongozi wa nchi pamoja na wananchi. Wananchi wana kero, sisi tunazipokea kuzifikisha kwa watunga sera. Watunga sera wana jambo la kulifikisha kwa jamii, kama ni elimu, kama ni nini, sisi ndio watukati tunapokea na kuyafikisha kwa jamii. Kwa hiyo leo ni siku nzuri. Lakini katika siku hii nzuri kumekuwa na kasumba ya redio zetu kutoka katika ile hali ya kufanya kazi ya jamii iliyowatuma na kufanya kazi wao binafsi ambao wanahisi ina manufaa kwa ajili yao. Kwa mfano, hata leo tulikuwa tunazungumza katika mijadiliano yetu leo ya kikao kazi, watu wengi wanalalamika kuhusiana na redio nyingi zinazungumza zaidi mada fulani kuliko mada fulani. Hawazungumzi kuhusu michezo. Kuzungumza habari zetu za kijamii zilizoko mikoani huko, asilimia kubwa kule watu ni wakulima, wafugaji, wafanya biashara. Kwa nini hakuna vipindi hivyo vya wafanya biashara, wakulima na wafugaji? Watu wanazungumza michezo tu, kila siku, muda wote, saa zote ni michezo asubuhi mpaka jioni michezo. Kwa hiyo kuna namna ya kufikiria tena kwa makini na kufanya mapitio ya vipindi vyetu ili kuweza kuweka uwiano sahihi wa vipindi ambavyo tunavirusha katika hizi radio, ili ziweze kupata value ile ya kila siku ambayo tulikuwa tumeizoea katika radio zetu. Na kama ambavyo tumezungumza, Radio Jamii zimekuwa na mchango mkubwa sana, hususan kwa wale wananchi ambao wanaishi interior, kutokana na nature ya radio zenyewe, na ndio maana pia tumekuwa tukiona kwamba kuna jitihada ambayo yenyewe imekuwa ikifacilitate huko. Unahisi kazi inayofanyika kwenye hizi radio inafanywa ipasavyo kuwalenga zaidi wananchi, licha hizi changamoto pia ambazo zimezungumzwa, na nini tufanye zaidi? Radio inafanya kazi yake ipasavyo. Sio jambo la kuficha wala kupepesa, kwa sababu tuna success stories, habari za mafanikio wakati ya mwezi wa 2020 kuhusiana na miongoni mwa vyombo vya habari ama platform ambazo zilikuwa zinaandika sana mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na radio stations. Radio stations zinasaidia hata mkulima anajua kipindi fulani mvua itaanza, kipindi mvua itachelewa, hebu na mimi ngoja nichelewe niandae tu shamba nitulie, kuliko aandae shamba aweke mbegu asubirie mvua anajua. Lakini wakulima kile ambacho wito wako ni upi kwa wale ambao sasa hivi anakutazama kuhusiana na umuhimu wa radio kwa ujumla? Tuzitumie radio kama njia sahihi ya kufikisha kero zetu, lakini pia pongezi, kwa sababu tusiseme tu kero. Kama kuna jambo zuri la kuiambia serikali, jamani pale umefanya vizuri, umetujengea barabara, tunashukuru sana, semeni. Kwa hiyo wananchi wasivione vyombo vya radio hizi za kijamii kama kituo cha polisi. Si kituo cha polisi. Waandishi wa habari ni watetezi wa hiyo jamii husika. Kama kuna jambo mliona haliko sawa kwenye jamii, basi wakimbie katika redio hizi kwa ajili ya kuweza kuwapa tip. Waandishi watafanya kazi yao ya kiandishi, na hatimaye kama kuna
jamii basi iweze kutatuliwa. Kuna jambo linabidi liende kwa zaidi kusaidia kufikisha zile habari ambazo. Asante sana. Nashukuru sana.